mimi ningependa kuomba serikali kwa kupitia manispaa ya Kilifi tuweze kufikiria mbinu mbadala, kwa sababu already kuna designated places ambazo zimewekwa za kutupa takataka, but tunahitaji tena kutukuja na wazo mbinu badala ambayo inaweza kustop hii illegal dumping ya hii bridge yetu hapa chini. Ikiwezekana hata kama tutaangalia vile ambavyo tutakavyo kuweka hata kama ni ulinzi, ama hata kama tuweke kibao, ama ikiwezekana tuangalie mbinu nyingine ambayo inaweza kuwa sustainable. We can even look for a sustainable solution ya hapa ili tuweze kuokoa hii maeneo yetu, maana ni hatari sana kwa magonjwa, wakazi, watoto wanaoishi maeneo. Sasa hizi takataka zote zenye zinatupwa hapa 70% ni diapers, na diapers tunajua inabeba kinyesi, inabeba mkojo, na hizi vitu zote zinasababisha mkurupuko wa magonjwa. Kulingana na mvua saizi inanyesha, mnaona hata mafuriko kule Nairobi. Sasa tunahofia huku ukianza kunyesha hizi takataka zote na hiyo maji water runoff yote itaishia baharini na kwa visima, na hii watu wote wanatumia. Sasa hii watu watakapokunywa maji, wale wenye wanaogelea kule chini, wenye wanakula samaki, utakuta sasa magonjwa kama diarrhea. Ukiangalia report zetu utakuta wakati wa mvua diarrhea inakuwa mingi sana kwa sababu ya hii uchafu. Sasa tumeonelea before tupate janga, wacha tuanze na preventive. Shinikizo langu kama manager wa municipality kwa wakazi wetu wa hapa Kilifi, hapa Mnarani especially, ni kuwashurutisha tu waache hii tabia ya kumwaga takataka hapa kwa hii bridge ya Ledcan. Waache hiyo tabia kabisa. Huko ni upande wa Ledcan, alafu huko kunaelekea kijiji cha Mafumbini. Waache hiyo tabia kumwaga takataka hapa, kwa sababu wanadhuru mazingira kwa pahali pakubwa, wanachafua mazingira. Ile harufu iko hapa saizi, hata wewe mwenyewe ukikaa, watu wameweka connections zao, illegal connections, na hiyo maji yote ya choo, mabafu inaingia. Kama kuna ile nyumba pale, huwa wameconnect waste yake yote inaingia katika mtaa. Sasa si mnaona hii hali ni hali ngumu, na sisi kama municipality tutafuatilizia pamoja na watu wetu wa public health. Zinaletwa kwa wingi ambayo is very hard to control. Kwa hivyo kama mngeweza kujua hiyo njia ya kuzuia hiyo na kuzuia hizi pampers sana. Maana pampers zinabwagwa hata saa nyingine asubuhi kurauka, unakuta zimemwagwa huko njiani tu, yani zimeenda zikianguka, maana wanaleta mbio na wheelbarrow wakijaza huku chini. Kama mnaweza pata njia hiyo ya kupeleka na gari la kupeleka. Maana hata kama mngeleta dustbins na ziwe ziko hapa kabisa za kusaidia, hizo dustbin hazitaokoa, maana utaweka dustbin ikiwa na uchafu haiwezi lala ndani ya nyumba, lazima ilale kule nje. Kilala nje, wale wengine wanakuja na uchafu juu wanajazilia hapo kwa hiyo dustbin. Hofu yangu ni kwamba lazima italeta ugonjwa. Hata zikichomwa hapa, hii harufu inakuja mpaka kule juu, ni harufu nyingine hata hawezi tulia pale. Ina emit a lot of gas ambazo hata haziwezi kueleweka. Inakuja mpaka huko ndani na hata wengine unakohoa. Tuweze kuzingatia na tuweze kufuatilia kwamba takataka tukipeana ziweze kutupa zimetupa mahali sawa. Na pia ombi langu kwa kaunti ya Kilifi ni kwamba tuweze kuongezewa hizo gari za kubeba taka, manake hazitoshi. Tukiweza kuongezewa pia itakuwa sawa.